Kama ambavyo umesikia wewe, kama ambavyo umeona wewe, ndio hivyo hivyo ilivyokuwa katika dimba la CCM Sokoine. Mbeya Young Africans amepoteza pointi 3, amechukua alama 1, Mbeya City kachukua 1, Omar Mdoe naye kachukua 1. Tuko na mchambuzi Kabwe. Kaka kwema? Kaka, Omar Mdoe naye kachukua 1. 3 kaka, hiyo moja watu wape nani mashabiki? Mashabiki. Hiyo moja tuwape mashabiki. Mechi ilikuwa tough sana. Kuna vitu vingine unaweza ukatetea we mpaka ukachoka. Mechi ilikuwa tough sana kiukweli. Mechi ilikuwa tough sana. Mechi ilikuwa ina mbinu nyingi sana kwa jinsi ambavyo nilivyoiangalia mimi. Ni mechi ambayo kama haupo vizuri, yani timu yako haiko vizuri kiufundi, huwezi kushinda kama timu ya kwanza, lakini kwa sababu Yanga ameingia leo kama timu ya kwanza. So nitegemea muda wote wa mchezo angeweza kutawala mchezo, kutengeneza nafasi nyingi, lakini kuhakikisha kwamba anawapushi zaidi Mbeya City kufungua kufunguka ili kuweza kupata magoli. Lakini imekuwa ni ngumu sana. Mwalimu Malale 50 leo aliamua kwenda na 4-4-2 Diamond, lakini akikabia kwenye mid block, timu ikiwa haina mpira. Young Africans wao wakawa wameopti kwenda na mfumo wa walikuwa wanabaki na mabeki wawili, alafu kiungo mmoja juu, simura vizuri, alafu watu 6 kwenye eneo la ulinzi la Mbeya City, kwa sababu walikuwa wengi sana. Na kuna muda Mwalimu Malale 50, kwa sababu Young Africans walikuwa na watomasa kwa kupiga pasi fupi kuweza kuwafungua, walikuwa narudi chini zaidi kucheza kwenye low block, ambapo walikuwa wanatumia watu 5, watu 4, alafu mtu mmoja anabaki kwa ajili ya kufanya pressing, kitu ambacho Young Africans kwenye hii phase ya kwanza walikuwa wanapita kirahisi. Phase ya pili na phase ya 3 kuwafungua Mbeya City ndio ilikuwa shida kiukweli. Kabwe tuzungumze hili kama ambavyo wanazungumza wengine. Lawama ziangushwe kwa Mwalimu Romain Folz ama lawama ziangushwe kwake wale wachezaji ambao walikuwemo uwanjani kwa upande wa Yanga? Lawama ziangushwe kwa uongozi wa Young Africans. Ukimwangushia lawama Mwalimu Romain Folz, mimi nitakushangaa, ila uongozi wa Young Africans ndio unapaswa kubeba gharama zote ambazo leo hii Mwalimu Romain Folz anatupiwa. Kivipi kabla? Swali zuri sana. Kivipi? Ni kwa sababu uongozi ndio unamfanyia assessment na kumwajiri kocha na benchi lake la ufundi. Tujiulize mimi na wewe, uongozi wa Young Africans umechukua makocha wengi hapa katikati, makocha wengi. Wengine ambao walikuja wakafanikiwa, kuna wengine walikuja wakaondoka tu katikati hapa, kina Sidnamovic au vipi? Kati ya wale makocha waliofanikiwa, ni kipi Young Africans walikiona? Na kwa huyu Mwalimu Romain Folz ambaye anasemwa pira lake pira gimbi, kiukweli Young Africans wao wamecheza mpira mbaya, pira gimbi. Ni kipi ambacho viongozi wa Young Africans walikiona mpaka kumwajiri? Lakini kama haitoshi, Young Africans wana mkurugenzi wa ufundi Paul Matthew, na alikuja na huyu. Sasa ukimtupia lawama moja kwa moja mwalimu, wakati ndo kwanza hii ni mechi yake ya 7, kwa mimi mtu ambaye nafahamu masuala ya kiufundi siwezi kukubaliana na wewe miaka 100. Ila watu ambao wanapaswa kubeba lawama, labda inawezekana labda mashabiki zao wanaogopa labda kumsema president wao Engineer Hersi Said, labda anapaswa kubeba yeye Engineer Hersi na uongozi wake ambao walienda kumfanyia assessment na kumteua huyu kocha Romain Folz kuja kuifundisha Young Africans, kwa sababu waliamini ni kocha sahihi, na walipitia makabrasha yake na akawaeleza system ya uchezaji, falsafa zake, na wakaridhika nazo, mwisho wa siku akamwajiri. Kaka, ndani ya mechi 7 unamlaumu vipi kocha? Na wewe ndio ulimwajiri. Wewe ndio ulimwajiri. Yani tuongee ukweli. Mashabiki wa Young Africans wanamlaumu kocha, si ndio? Kocha aliajiriwa na nani? Yani wewe unaenda kutafuta, unaenda kuhukumu ulipodondokea. Sibula vizuri. Uhukumu ulipoanza kujikwaa. Walipoanza kujikwaa Young Africans ni kwenye eneo la uongozi. Na kuhakikishia, hii trending ya kuchukua makocha, kubahatisha makocha haijaanza msimu huu.
wakati anakuja Sid Ramovic, wakati anaondoka kwanza Miguel Gamondi, Young Africans hawakujiandaa. Mimi naamini hivyo, hawakujiandaa kabisa, na ndio maana unaona walianza kuhangaika ovyo. Mara wakaenda kumchukua Hamdi achana na Hamdi Miludi, wakaenda kumchukua Abdul Hamid Mwalin, wakamteua kama mkurugenzi wa ufundi. Alidumu kwa muda gani? Baadaye sisi tukakosoa, tukasema haiwezekani Abdul Hamid Mwalimu ndo aje awe mkurugenzi wa ufundi Young Africans, wakati Young Africans mnaenda kuchukua makocha ambao wana profiles kubwa kumzidi huyu kocha. Ni ngumu. Labda kwenye sehemu ya ushauri anaweza akawashauri masuala ya ufundi, lakini hawezi kuwa mkurugenzi wa ufundi. Mnatudanganya. Hawezi kushauri makocha kabisa. Wakaona hilo wamefeli, wakamhamisha. Walivyomhamisha wakampeleka kwenye benchi la ufundi kuwa msaidizi. Unakumbuka? Si unakumbuka? Baada ya Sid Ramovic kuona hapaeleweki Tanzania, ligi yenyewe magumashi mengi, akaamua kusepa. Baada ya kusepa, ukitaka kujua kwamba Young Africans hawakujipanga, haraka wakaenda kwa Singida, kwa sababu Singida ndio wanyonge wao. Wakaenda kumchukua Hamdi Miludi. Si mzuri? Hamdi Miludi, Sid Ramovic, wote ulikuwa ukiwaangalia, football yao ilikuwa ni direct. Hawachezi kwa kutomasa kama ilivyokuwa kwa Miguel Gamondi. Msimu unaisha, nikikuuliza wewe, Young Africans waliachana na Hamdi Miludi kwa sababu zipi za msingi? Unaweza kuniambia? Kuna sababu za msingi. Unaweza kuniambia sababu za msingi za Young Africans kuachana na Hamdi Miludi? Alishawapa ubingwa. Baada ya kuwapa ubingwa, wao wakasema sisi hatujalizika tu. Hatoshi tu. Wakaamua kumtimua. Si mzuri? Baada ya kumtimua, tuulize kulikuwa kuna sababu gani za msingi za Yanga kumfukuza Hamdi Miludi? Ina maana bado uongozi uliendelea kufanya nini? Kufanya makosa. Lakini kama haitoshi, Abdul Hamid Mwalin akaondoka Young Africans bila hata kuambiwa kwamba labda ilikuwa vipi, hata taarifa yake hivyo uliona kweli? Hatukuiona. Ujanja mwingi. Hata thank you akupewa. Akaondoka Abdul Hamid Mwalin. Abdul Hamid Mwalin kaondoka, Hamdi Miludi naye kaondoka. Young Africans wakaingia kutafuta kocha mpya. Tukasema yes, Young Africans labda wamejirekebisha, wanaweza wakapata hicho kitu ambacho wanachokihitaji. Young Africans hapo tulikuwa tusikii kelele za kwamba Young Africans falsafa yao ni ipi. Mimi nafahamu falsafa ya Young Africans always wamekuwa kicheza direct football. Ndio maisha yao yote. Hapa katikati alivyokuja Nabi, kwanza Ansi van der Ploeg, Nabi kuja kwa Miguel Gamondi, Young Africans wakawa na possess zaidi mpira. Lakini hao makocha walikuja Ramovic, sijui yule Hamdi Miludi, mpaka anakuja Romain Folz, Young Africans bado anacheza style ile direct football. Sasa ambacho mimi nilichokuwa nataka kukiona ni kwamba Young Africans baada ya kuona labda mashabiki walikuwa hawaridhiki kwa mpira wa Hamdi Miludi na Sid Ramovic, labda waliingia sokoni kwenda kutafuta kocha ambaye ataendana na kile ambacho walikuwa wanakifundisha nani? Miguel Gamondi. Lakini wakaingia kwenda kumtafuta nani? Romain Folz ambaye bado anafundisha direct football. Kosa ni la nani? Ni la kocha au ni la uongozi? Sasa kwa nini watu wanamlaumu kocha wasiulaumu uongozi wao? Wanamuogopa. Yaani mashabiki wanaogopa kumsema Engineer Hersi kakosea na jopo lake. Si mzuri? Yaani kakosea kwa maana ya kwamba kwa kile ambacho wanachokitaka wao, lakini ila ukiniuliza mimi namuona ni kocha sahihi ambaye kama ukimpa muda anaweza akawapeleka wapi? Kule ambapo wanapataka kiufundi. Lakini kwa jinsi ambavyo wanavyotaka wao, wanapaswa kumlaumu rais wao. Kakosea kuwaletea kocha aina ya kocha wa namna hii ambaye haendani na kile ambacho wao wanachokihitaji, sio kocha. Kabo tuachane na hilo. Umemuona AI machine mwanao kabisa, Mama Dudombia. Ulisema Tanzania wanapatikana wachezaji wa namna ile. Mbeya mechi imempalia. Mbeya. Yaani Dumbia hata akienda Kigoma, akienda wapi, mechi nyingi zitampalia mdogo wangu. Sio vizuri. Ni aina ya wachezaji ambao Young Africans pale wapo. Yaani yule Sure Boy labda ni kwa sababu ya umri. Au labda ni kwa sababu labda Sure Boy labda umri unasokona ndani. Inawezekana pia ujue, inawezekana hata umri pia ukao unaenda, kwa sababu si unajua sio Afrika kwa kudanganya. Kwa sababu mimi kinachonishangaza na kunisikitisha ni kwamba wakati anakuja hapa mimi sikuwahi kumuona, na nilisema obvious sijawahi kumuona. Sifa zake zilikuwa nyingi. Mimi Jamhuri ya Czech nikasema kama kweli amecheza Jamhuri ya Czech na bado umri wake tunaambiwa ni miaka 26,
Ninavyoifahamu mimi Ivory Coast, ninavyoijua mimi Ivory Coast, ukitoka nje kurudi huwa nadra sana. Ni huko. Yaani umerudi umeishia ligi za Uarabuni. Sio vuo Tanzania, tena ulikaa muda mrefu bila timu. Ile ilinipa mashaka sana. Sasa nikiangalia kwa muda ambao alokaa yeye, muda mrefu bila timu, nikiangalia alipotoka kule Jamhuri ya Cheki, nikija nikijumlisha na uwezo wake, kaka, hakuna AI wowote wala ni mchezaji wa kawaida ambaye anapatikana in Africans, naye ni sure boy. Atakupa hizo pasi, atakupa hicho kitu ambacho anataka kukupa yeye. Hana X factor wowote ambao mimi naweza nikasema wow, huyu ni mchezaji hatari, wow, ile wow factor hana. Sio, unanielewa vizuri ndugu wangu? Hana mchezaji mwenye X factor anaonekana. Leo Pacome Zouzoua mechi nzima ana haha yeye. Tonge ukweli, Pacome huyu hapa, Doumbia huyu hapa. Nani mchezaji muhimu kwenye Coastal Africans? Pacome Zouzoua anaonekana muda wote. Yaani kama leo Africans wangepata goli, basi ingekuwa ni kupitia Pacome Zouzoua. Watanzania hawapendi ukweli. Watanzania hawapendi ukweli. Wanafikiri mtu kuwapenda ni mpaka upambe usifie, uwe chawa, uwapambe wachezaji na kadhalika, ndo kwenye ukweli mtu anaongea ukweli. Bwana, huyu mtu hakuna kitu. Mimi nikwambia bwana, huyu mtu mimi hamna kitu. Nakwambia for real. Sio kwamba eti sijui nini labda namchukia, simchukii. For real, ni mchezaji wa kawaida ambaye anaongeza depth ya kikosi. Sio wow factor ambayo wengi Africans wanaweza kujivunia akasema, "Ye, tumepata mchezaji hatari." Sio nini? Ni kituko. Basi kakaangu Kabwe, ngoja tuyapeleke matatizo ya Yanga mjini kama ulivyosema, wamlaumu kocha. Wasimlaumu kocha. Walaumu viongozi ambao wamewateua hawa makocha, kwa maana ya ile benchi lake la ufundi. Kocha hana shida yoyote. Ni uongozi kumpa muda kama ulimwamini ili aweze kuwapeleka nchi ya ahadi. Ama kama walikosea, walibahatisha na wanaamini wanapelekwa na hisia za mashabiki, basi wamtimue. Shukrani sana. Nashukuru sana ndugu.